Roho Mtakatifu. Tunaangalia asubuhi juu ya uhusiano wa Roho Mtakatifu na roho ya mwanadamu. Juu ya uhusiano wa Roho Mtakatifu na ule roho ya mwanadamu au uhai wa mwanadamu. Na tuliangalia Roho Mtakatifu ndio pumzi ya uhai wa kimungu ndani yetu. Kwa hiyo tulipitia na kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 2 anasema, kwa maana sheria ya roho uzima katika Kristo Yesu imenikomboa mimi na kumweka huru katika sheria ya dhambi na mauti. Tunaomba sheria, kwa maana sheria ya roho uzima aliyo katika Kristo Yesu. Paulo alikuwa akielezea, ukirudi nyuma kidogo katika sura ya 7 Warumi, Paulo anajaribu kueleza jinsi mwili wake jinsi ulivyo bila Roho Mtakatifu, na akieleza mambo kadha ambayo amejaribu kwa nguvu zake na akishindwa. Nasema ni nani atakayeokoa roho mwili huo mauti? Ile roho nataka kulifanya siwezi kulifanya, kwa maana ile sheria ya mauti imenitawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa katika hii 8 sasa ikienda katika sura ya 8 hala Roho Mtakatifu katika ile sheria iliyo katika Kristo Yesu sasa imetukomboa juu ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu. Yeye ndiye anayetukomboa juu ya sheria ya dhambi na mauti. Bila yeye maisha yetu sisi hatuwezi jambo lolote. Sasa tunaingia sana kipengele la pili na ile uhusiano wa Roho Mtakatifu na uhai wa mwanadamu. Kile kipengele cha pili kinasema, bila Roho Mtakatifu mwanadamu anakuwa amekufa kiroho. Bila Roho Mtakatifu mwanadamu anakuwa amekufa kiroho. Mwanadamu hapa yeyote yule, hata kama ataonekana ni mnene kiasi gani, mwenye afya kubwa, kila anaonekana mtu mwenye afya, lakini bila Roho Mtakatifu yeye ndani ni mtu ambaye ni dhaifu sana. Hata kama kimwili kwa nje anaonekana ni mtu mwenye kama mimi nilivyo hapa, lakini bila Roho Mtakatifu bado mimi sijakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu ninakosa ule uzima ulio ndani, ninakosa ule ushirika, Roho Mtakatifu ndio anayeshikilia ushirika wako wewe na Mungu Baba. Pasipo Roho Mtakatifu kunakuwa hakuna ushirika. Roho ya ndani ile roho ya mwanadamu inakufa. Kwa hiyo sasa bila Roho Mtakatifu mwanadamu anakufa kiroho. Hata kama anatembea, lakini pasipo Roho Mtakatifu bado mimi ndani nimeshakufa. Kwa sababu kwa nini nimekufa? Kwa sababu hakuna connection, hakuna mawasiliano yoyote, hakuna antena zozote ambazo zinakuunganisha wewe na Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unapokufa kiroho, hata kama unaishi una afya namna gani, unakuwa hakuna bila yeye, tunabaki mtoto. Unaona ile Warumi 8 anasema lakini mtu yote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Kwa Paulo anafanya si moja kutoza, akimweleza Roho wa Mungu anasema hakika akiwa hawe mtu yoyote, imesema hawe ni askofu, hawe ni mchungaji kama hivyo, hawe katika nafasi yoyote ile. Lakini ikiwa hawe yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Kwa nini? Kwa bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani, sisi si wa Kristo. Yesu anatukataa. Kama anatukataa, maana hata kitabu katika majina na kitabu cha uzima, kile kitabu cha uzima, majina yetu hayapo. Huyo si wake. Hata siku ile ambapo sasa tutakuwa tumeondoka duniani, ukisoma ile Ufunuo 21 anasema kitabu kikafunguliwa na vitabu na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu kimoja cha uzima wa milele, alitumwa katika ziwa la moto la kibiriti. Kwa sasa Paulo anamfunua Roho Mtakatifu kwamba huyu ndio ishara, ndio alama ya ishara ya uhusiano wetu na Mungu. Kwa tukikosa Roho Mtakatifu, na maana sisi si wa Kristo,
si wake. Anasema lakini mtu yeyote asipokuwa na huyo Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio muhuri wa umiliki wa Mungu. Hii Mungu haoni kwamba sisi watoto wa Mungu tunamilikiwa. Sharti la kwanza ni kwamba lazima tunawe Roho Mtakatifu. Kwa hii ni alama ya muhuri wa umiliki. Kama unaenda ukawa na hati sehemu fulani unanunua eneo na ukawa na ishara fulani ya kumiliki au chochote kile, hati ya umiliki, basi ili sisi tuonekane watoto wa Mungu, cha kwanza ni ishara ya hati ya umiliki ni Roho Mtakatifu. Hiyo ni ya kwanza. Lazima kuwa naye huyu, sisi si wake. Ndivyo neno la Mungu linaposema, kwa sababu neno la Mungu halidanganyi. Lakini hawa yeyote mtakuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Ndivyo neno linalotuambia. Ndivyo neno linalotuambia. Hata katika hile nasema sisi Roho Mtakatifu ndio muhuri wa umiliki wa Mungu katika maisha yetu. Ukisoma kitabu kile cha Waefeso 1:15 inatuambia namna hiyo kwamba sisi ni muhuri wa umiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu anathibitisha kwamba yeye ni mali ya Kristo. Asipokaa ndani yetu, sisi si mali ya Kristo. Kwa lazima tujitahidi sana kumtafuta huyu Roho Mtakatifu, kwa sababu pasipo yeye sisi tumekufa kiroho. Tusipokuwa naye huyu, sisi tumekufa kiroho. Tuko mbali kabisa na uwepo. Kwa hiyo uzima wa kiroho wote haupatikani kwa juhudi za kidini. Uzima wa kiroho haupatikani kwa juhudi za kidini. Haupatikani kwa juhudi za kidini. Hazipatikani kwa maarifa, hazipatikani kwa uzoefu, hazipatikani kwa kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa kiroho, kwa sababu wako watu wanatenda mema lakini hawajapokea Bwana Yesu. Wako watu wanatenda mazuri sana kuliko hata sisi ambao tuko ndani ya neema. Lakini kwa hiyo neno la Mungu linasema ya kwamba huyo mtu ambaye hajana Roho Mtakatifu anakosa ule uzima wa milele. Kwa sababu uzima hauleti kwa sababu ya desturi za dini yetu, hauleti kwa sababu ya jitihada au za matendo mema, bali ni Roho Mtakatifu kuwa ndani ya moyo wa mtu. Huo uzima huo wa uzima wa milele ndio huo unakaa ndani yetu. Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Pasipo yeye, hata kama tuna matendo mema, hata kama tunajitahidi katika hali ya kidini, tunajitahidi kufuata na kila kitu, lakini anasema huyo si wake. Anasema anasema haya maneno nawaambia ni roho tena na uzima, katika Yohana 6:63. Ni muhimu sana Roho Mtakatifu anaye. Hilo ni jambo la lazima kwa mtu yote ambaye atakwenda mbinguni. Ni lazima kuliko mtu yote ambaye anataka kwenda mbinguni. Kwa yeye ndio analeta maana halisi ya uhai wa maisha yetu ya kiroho. Yeye ndio anatufanya tuonekane watoto wa Mungu. Pasipo yeye sisi si chochote. Hata kama tuna dini, tutabaki kujivunia dini zetu. Tutabaki kuwa na jina lililo hai lakini tumekufa. Tutabaki kuwa tunaonekana wa Kristo kwa nje lakini tumekufa. Hatuna ile nguvu ya uzima ambayo ndio chemchemi uzima unaotufanya sisi tuweze kuishi maisha ya kupendeza kwa Roho Mtakatifu. Kwa bila Roho, dini zetu zinabaki kuwa desturi peke yake, na ibada zetu zinabaki kuwa ni sauti. Bila Roho Mtakatifu, hata ibada zetu zinabaki kuwa ni sauti tu za kawaida, zinaishia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unakuwa hakuna matokeo, maisha yetu hayabadiliki, yanabaki vile vile. Kama tukua tazama, tunazidi kuwa tazama zaidi. Katika mifungo hakuna vifungo vinavyoachiliwa, kwa sababu yule Roho anaoachilia uzima ndani ya maisha yetu na kuweka badiliko hayupo. Kitu cha kwanza ni mtambua Roho Mtakatifu na kumkaribisha katika maisha yetu, na yeye ndiye atakayefanya haya yote. Yesu asifiwe. Yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu sio tu kumpa uhai wa kimwili peke yake,
haishi katika kumuumba mwanadamu basi, lakini pia kumpa uzima na uhai wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio anayefanya maisha yetu yawe halisi, na yeye ndio anayeleta matunda ya utakatifu. Bila Roho Mtakatifu, maisha ya Kristo anaweza akaishi katika hali ya mwili, lakini hana huyo Roho Mtakatifu. Akisikia ile ya Kristo, anaofanya hivyo na huyo Roho Mtakatifu pekee. Kwa hiyo tunajifunza nini kwenye hii maneno machache ambayo tumejifunza hapa? Cha kwanza tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu ndio alama ya uhusiano wa kweli na Mungu. Roho Mtakatifu ndio alama ya uhusiano wa kweli na Mungu. Kwa hiyo nataka kuangalia uhusiano wetu kama ilikuwa ni kipimo cha mtihani au ni kipimo chochote kile. Cha kwanza la moja cha kujua uhusiano wetu na Mungu ni pale ambapo tunakuwa na Roho Mtakatifu tuko naye. Tusipokuwa naye, basi uhusiano wetu na Mungu uko mbali sana. Uhusiano wetu na huyu Roho na Mungu uko mbali sana, kwa sababu tutaishi katika hali ya dini, lakini hatuna ule uzima wa Mungu ndani ya maisha yetu. Na ule uzima ndio huo ambao Roho Mtakatifu anauachia na kuwatamia juu ya maisha yetu tuweze kumfanana na Kristo. Anasema huyo Roho kweli atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowaambia nilipokuwa duniani. Hata mambo yajayo huyo Roho atawaambia. Huyo Roho kweli mtajua kweli, na kweli itaweka huru. Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo uhusiano wetu haupatikani kwa sheria hizi za kawaida. Uhusiano ambao anasema hivyo, uhusiano alama ya uhusiano wa kweli na Mungu hauchi kwa sababu ya sheria zetu, hata ziwe nzuri kiasi gani, za mvuto kiasi gani, zile sheria zetu za dini, namna desturi zetu za hapa na pale. Pasipo Roho Mtakatifu ni sawa na bure. Biblia inasema huyu hawayeyote asipokuwa na huyo Roho, asipokuwa na huyo Roho wa Kristo, huyo si wake. Roho Mtakatifu ndiye alama ya uhusiano wa kweli. Warumi 8:16 inasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu sisi tu watoto. Kwa sasa unaona hapo jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ndio ushahidi wa ndani kabisa, ambaye anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ndio alama ya watoto. Sasa tusipokuwa na huyo Roho Mtakatifu, hakuna ushahidi na ushuhuda wa ndani ambaye sasa tunapata sasa hakikisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kumbuka neno la huyo asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Bila yeye dini zetu zinabaki kuwa maneno matupu yasiyokuwa na nguvu yoyote. Bila uwepo wake, uhusiano wetu haushirika na Baba unakuwa hapo. Yeye ndio kila kitu. Lakini bila Roho Mtakatifu, moyo wa mwanadamu unakauka. Tumesoma hiyo, lakini Roho Mtakatifu ndio chemchemi ya uhai ndani ya maisha yetu. Ukisoma katika ile Yohana 7:38 na 39, tunaona Bwana Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, akawaambia yeye aniamini kama vile maandiko yanavyo. Anasema mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Yeye aniamini mimi kama vile maandiko yanavyo, mito ya maji ya baraka itatoka ndani yake. Bwana Yesu alikuwa anazungumza hapa habari za Roho Mtakatifu, kwamba yeye anaoamini Roho Mtakatifu chemchemi itatoka ndani yake, ya uzima itatoka ndani yake. Alikuwa anazungumza juu ya Roho Mtakatifu kwamba maji yaliyo hai, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati moyo hauna Roho Mtakatifu, kwa hiyo maana yake kwamba maji hayatatoka ndani, kutakuwa kuna jangwa lililokavu. Yesu anasema hapa kama moyo huo hauna Roho Mtakatifu ni sawasawa na jangwa lililokavu, hakutakuwa na mazao yote yanaweza kuzaliwa. Lakini neno la Mungu linatuambia katika ile Zaburi ya 3 mstari wa kwanza, anasema Mungu, wewe ndiye Mungu wangu,
nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inaona kiu kwako, mwili wangu wa kutamani katika nchi kavu yenye kiu isiyo na maji. Sasa anasema unazuru, wewe ndiye Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inaona kiu kwako, mwili wangu wa kutamani katika nchi kavu yenye kiu isiyo na maji. Kwa lazima tufike kiwango cha kutamani Roho Mtakatifu na kuona kiu, kama vile ambavyo mtu jangwani nafsi yake haona kiu, ndipo sasa anapotamani ile kiu ya kuwa na maji, ndipo tunapotakiwa kuwa na ile kiu ya kutamani ya kutaka Roho Mtakatifu, kwa sababu bila yeye ni sawasawa tu katika njia ya jangwa kavu. Ndivyo moyo ulivyo. Lakini Yesu anasema katika ile Yohana 7:9, yeye niambie mimi kama vile maandiko yanavyo, maji ya mito baraka yanatoka ndani yake. Lakini pia Roho Mtakatifu huleta uzima wa milele ndani ya waumini. Roho Mtakatifu analeta uzima wa milele ndani ya waumini, na yeye ndio dhamana yetu ya uzima wetu. Roho Mtakatifu si tu katika maisha haya tunayo, hata baada ya maisha ya kufa duniani, hata maisha yetu tutakapomaliza mwendo, bado Roho Mtakatifu ndiye muendelezo wa maisha yetu ya milele. Roho Mtakatifu. Usoma katika kitabu kile cha Warumi 8:11 anasema, lakini ikiwa Roho wake ni Yesu, yeye aliyemfufua katika wafu anakaa ndani yenu. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiisha na mimi yeye iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anaokaa ndani. Kwa sasa kama vile Yesu alipofufuliwa na Roho Mtakatifu, anasema hivi kwamba na sisi ambao tunamwamini Bwana Yesu, huyo Roho ambaye anakaa ndani yetu hataondoka hata baada ya kufa, bado atakuwa ndani yetu. Anasema huyo Roho Mtakatifu ndio atakayetufufua hata sisi. Hatanifufua mimi ndio katika hali ya kufa kwa Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu utaona baadaye siku ya mwisho ndio yeye mwenyewe pia ambaye atakayetufufua. Sasa kama hatuna, ile maana hakuna dhamana ya uzima wa milele baada ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni muhimu sana kuliko tunaweza kuzaa. Ndio maana Yesu akasema, "Ninyi hamwezi jambo lolote afadhali niondoke, kwa sababu nisipoondoka mimi hata huyo Roho Mtakatifu." Huyo Roho Mtakatifu ndio muhimu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio kila kitu katika maisha yetu. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu ni hakikisho ufuko na uzima wa milele. Kwa hiyo ndio anaotupatia nguvu za kuishi maisha takatifu sasa hivi, lakini pia anatupa hakikisho la ufuko katika maisha baada ya kifo, baada ya kumaliza safari ya maisha yetu hapa. Waefeso 1:13-14, nisome kidogo. Waefeso 1:13-14. Waefeso 1:13 nawe mstari wa 14. Waefeso 1:13 nawe mstari wa 14. Yes. Waefeso 1:13-14. Yes. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Mstari wa 14. Ndiye aliye alabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi kwa miliki yake kwa sifa za utukufu wake. Kwa Roho Mtakatifu ndio moto wa uhai wa Mungu ndani ya mwanadamu, ili kuunganisha roho ya mtu na Mungu. Lakini wewe uisha roho iliyochoka na uandaa roho kwa ajili ya uzima wa milele. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Bila yeye maisha ya kiroho yanakuwa makavu, lakini kwa uwepo wake yeye Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu tunakuwa na uzima wenye nguvu, tunakuwa na uzima wa milele ndani yetu. Kama anasema katika Yohana 10:10, na Yesu mwenyewe anasema, mimi nalikuja hili mwe na uzima
ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yohana 10:10 anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Lakini waraka wa kwanza Yohana 5:12 anasema yeye aliye na mwana ana uzima, naye asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu mwanadamu anaishi mwili tu, lakini kiroho alishakufa, hana uzima milele. Maandiko yanasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu hatuna uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele pasipo Roho Mtakatifu. Hakuna uzima wa milele. Kanisa haliwezi kuwa na nguvu, wala hata watoto watakaozaliwa kiroho hawezi kuwa na nguvu, kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu kanisa siku zote litashindwa na nguvu wala milango ya uzima, kwa sababu hatuna funguo za nguvu za Mungu. Hatuna funguo ambaye ndio Roho Mtakatifu ndani yetu. Hatutakuwa na uzima, Bwana Yesu asifiwe, bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kila kitu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia katika maisha yetu, na yeye ndio anatupa hakikisho la tumaini la milele. Ni yeye Roho Mtakatifu, hakuna kitu. Tusome ile Waefeso 2 na ule mstari wa kwanza. Biblia ambayo inatupa habari kwamba sisi zamani tulikuwa wenye dhambi, lakini kwa Roho wa Kristo sasa sisi tumekitishwa. Some Waefeso 2:1. Waefeso 2 na ule mstari wa kwanza. Yes, na anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani. Lakini sasa Roho Mtakatifu ametuketisha pamoja na Kristo. Anatuketisha na kutuhamisha. Sasa nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Bila Roho Mtakatifu bado sisi ni wafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu bado tutakuwa tunaenenda katika dhambi. Bila Roho Mtakatifu bado sisi ni wafu, hata kama tunaonekana tunaishi. Roho Mtakatifu anatiwa nayo tuhamisha sasa na kutusogeza karibu na Kristo kwa naye. Na ule uzima wake ndio unaotusaidia sasa kuweza kuenenda sawasawa na Kristo, ili tuweze kumfanania katika utakatifu na katika malengo yetu na ushirika wetu na Mungu. Hatutachoka kumtumikia Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Tunaishi na uzima wa milele ukiwa ndani yetu. Yeye ndio kila kitu. Lakini Roho Mtakatifu urejesha uhai pale palipokufa. Roho Mtakatifu ndio kufufua mambo yaliyokufa. Roho Mtakatifu urejesha uhai pale palipokufa. Tunakumbuka kile kisa ukisoma katika ile bonde la mifupa mikavu. Ezekieli ukienda ile sura ya 37 utaona jinsi ambavyo ile bonde lilikuwa na mifupa mikavu. Lakini Ezekieli anaambiwa itabirie hivi. Akasema mimi siwezi. Lakini Bwana akamwambia sema maneno haya. Katika ile Ezekieli sasa mstari wa 5 anasema Bwana Mungu awaambia mifupa hii, tazama nitaleta pumzi ndani yenu nani mtaishi. Ile pumzi ni Roho Mtakatifu. Ilikuwa mifupa mikavu. Kwa hiyo akasema itabirie, atabiri nyama ikazaliwa ikakaa. Lakini kulikuwa kuna pumzi ya Mungu. Akasema tazama, Bwana anasema hivi, tazama nitaleta pumzi ya nini nani ataishi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio kufufua mambo yaliyokufa. Hakuna jambo lolote ambalo Roho Mtakatifu hawezi kufanya. Hakuna tabia ya aina yoyote ambayo Roho Mtakatifu hawezi kutengeneza. Hakuna moyo wowote ambao hata umekufa kiasi gani ambao Roho Mtakatifu hawezi kutengeneza. Sasa yeye hawezi kufanya mpaka wewe umruhusu. Mpaka yeye wewe umruhusu. Ukimruhusu yeye anachukua nafasi, anatengeneza. Roho la mifupa mikavu ilikuwa ni ishara ya hali zetu ambazo tunataka kuona kwingine tuko katika hali ya ukavu. Kwa maisha yetu mwenendo bado tuko katika hali ambayo inapendeza Mungu.
maisha yetu, matendo yetu na maneno yetu. Kwa sasa bonde la mkoa mikavu, Biblia inasema iambie, Bwana anasema hivi ya kwamba Bwana ataleta pumzi yake, nani itakuwa hai tena. Hivyo Roho Mtakatifu anaweza kufanya hata hali yenye kufa kiwango cha kuisha kabisa na mzima ukaingia ndani. Hivyo Roho Mtakatifu tulipata yeye ndio kila kitu. Yeye huweza kuhuisha nafsi hizo kufa na kuzifufua tena katika upendo na tumaini jipya. Mtu ambaye alikuwa anakuta ni jambazi, lakini leo ni mchungaji, leo anamtumikia Mungu. Mtu alikuwa katika maisha ambayo yasiyofaa, lakini mmoja mmoja ni mtumishi mmoja kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja natoa mfano, sitataja jina. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja wakati tunasoma, tulimaliza wakati huo chuo 2009. Sasa kwa kipindi cha chuo kile nilikuwa naona yule kijana jinsi tabia zake na mwenendo wake. Na hisi hata bangi alikuwa anavuta. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale watu ambao wameshindikana. Lakini baada ya miaka, ilikuwa ni miaka kama 6 mbele. Miaka 6 mbele, siku moja nilienda Arusha na kukutana naye mtumishi wa Mungu. Mungu kabadilisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye Roho Mtakatifu hawezi kumbadilisha. Nani anasema kama yule mwizi katikati angeza, yule mwizi pembeni angeza kubadilishwa na kukiri na kusema hey Bwana Yesu, naomba niwe heri. Ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Tukimpa nafasi, yule mwizi alimpa nafasi, na Bwana Roho Mtakatifu akampa unyenyekevu na akampa hekima katika dakika za mwisho. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio kufufua mioyo. Mwizi alikuwa wapi siku zote kutubu, na alikuwa akimsikia Yesu akipita. Kwa hiyo kwa yale maneno tu ni kwamba alikuwa anamjua Yesu. Hii ni Bwana wa Mungu aliye hai. Ukiangalia jinsi alivyosema, si huyu hajatenda lolote, huyu ni mtumishi wa Mungu, sisi tunastahili adhabu hii. Kwa hiyo alikuwa anamjua Yesu, lakini kwa nini alikuwa anampokea? Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio haraka katika mioyo yetu. Kwa hiyo bado katika ile andiko la Warumi 8:11, lakini ikiwa kwake yeye alipofanya Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Pigia mstari hapa. Je, yeye Roho wa Kristo, yeye Roho wake Yesu, Roho wake Baba aliyemfufua Yesu katika wafu, je, anakaa ndani yako? Hiyo ni swali la kujiuliza. Je, anakaa ndani yako? Hakikisha huyu Roho wa Kristo aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yako. Yeye ndio atabadilisha miili yetu katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yetu. Kwa bila yeye, bila Roho Mtakatifu kuna kifo cha kiroho. Kwa uwepo wake tunakuwa tuna uzima, amani na uhusiano wa kweli na Mungu. Pasipo Roho Mtakatifu hatuna nguvu kabisa. Sisi sana mtu aliyekufa ikawa naishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye ni kila kitu katika maisha yetu. Yeye ndio pumzi ya Mungu inayoishi katika nafsi zetu. Napenda sana Mfalme Daudi katika ile Zaburi ya 51. Ukiona katika mstari wa 10 na 11. Tusome kidogo Yesu. Zaburi ya 51 mstari wa 10 na 11. Wakati alipotambua, anamwambia wala usimuondolee Roho wako Mtakatifu, usimtenge na uso wako. Daudi, Mfalme Daudi alitambua. Amina. Zaburi ya 51 mstari wa 10 na 11. Yes, nitasoma. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mstari wa 11. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Nasababisha kwa Mfalme Daudi, yeye alijua thamani ya Roho Mtakatifu. Akimwomba Bwana Yesu asimuondolee Roho Mtakatifu, asimtenge na uso wake. Kumbuka Zaburi ya 51 ni Zaburi ya toba ya Daudi baada ya kufanya uzinzi na Bathsheba. Na baada ya kumweka yule mume wa Bathsheba
mpaka kupeleka mbele akawa amekufa. Kwa Daudi sasa katika ile dhambi aliyotenda, baada ya nabii Nathan kuweza kueleza ile dhambi yake, tunaona sasa anaingia kwenye toba ya kweli. Katika ile Zaburi ya 51 anaanza kutubu. Mungu nilehemu sasa na mimi wafatiza. Lakini katika ile sio ule mstari wa 10 na ule wa 11 unaona anasema Mungu niumbie moyo safi. Anasema sasa Mungu naomba uniumbie moyo mpya wa roho wako. Ninaomba roho wako mtakatifu katika moyo uliokuwa nao mwanzo, naomba ubadilishe kabisa. Kwa sababu alitambua Mungu anaweza kuumba moyo mpya na akampa mwingine. Yakawa kwa kibeshi. Wala usinitenge na uso. Alizua kabisa kwamba dhambi inamuondoa Roho Mtakatifu. Dhambi inamtenga na uso. Ndio maana alisema wala usinitenge na uso wako. Alijua kabisa. Na wala usiniondolee Roho Mtakatifu. Kwa alijua kabisa kwamba dhambi inamtenganisha na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwa hakuna uzima milele. Kuja kwetu kanisani kunakuwa sawa na huyo. Lakini Mungu ameliachilia neno hili ili tuweze kumjua na kujua nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako, katika maisha ya kanisa, na katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Roho Mtakatifu ndio pumzi ya Mungu ndani ya wanadamu. Hii ndio anatuhifadhi ili tuweze kuishi maisha mema siku zote za maisha yetu. Ni Roho Mtakatifu pekee. Roho Mtakatifu pekee. Katika yeye tunapata uzima, katika yeye tunapata ufahamu, katika yeye tunapata nguvu, katika yeye tumekamilika. Zaburi ya 36 mstari wa 9 inasema, maana kwako wewe ndio chemchemi ya uzima, kwa nuru yako tunaona nuru. Anasema maana kwako wewe ndiye chemchemi ya uzima, kwa nuru yako tunaona nuru. Lakini kingine, kazi nyingine ni kazi ya tatu, ufunuo wa manabii. Kwa tunaangalia kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Ufunuo wa manabii. Ufunuo wa manabii. Kazi ambayo huko nyuma Roho Mtakatifu kwa kifanya ili kufunulia ufunuo, analeta neno la hekima, neno la ufunuo kwa manabii. Kwa sababu nafsi ile ya kwamba alikwenda kwa mfalme Daudi baada ya kuzidi, tunaona anaheta anamwambia kuna mtu mmoja yuko hivi, anaanza kutolewa kwa mafungo, anasema mtu huyo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie Petro wa pili mstari wa kwanza na 21. Tusome maandiko. Petro wa pili mstari wa kwanza na sura ya kwanza na mstari wa 21. Petro wa pili. Yes. Nitasoma. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika Agano la Kale Roho Mtakatifu ndio aloongoza. Ndio aloongoza manabii nini cha kusema. Yeye ndio alikuwa anayafunua akiakia maneno. Kwanza katika mwandishi wa neno. Wale walikuwa wanaandishi wa neno, lakini manabii pia walikuwa maneno yao. Biblia inasema maana manabii hawakutoka popote kwa mapenzi ya binadamu, bali watu walinena wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wakinena yale yatokayo kwa Mungu. Walikuwa wakiongozwa wakiyasema maneno ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani yao. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa kwa manabii. Kwa hiyo aliwapa maneno sahihi ya kutamka na akahakikisha ujumbe wao unakuwa kweli. Wanasema asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unakuta lugha hata Zakaria, ukisoma ile Zakaria 4 ile inasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali kwa Roho Mtakatifu asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unaona ni Roho Mtakatifu alikuwa anawajulia manabii, halafu anawapa ujumbe juu ya mataifa. Hebu tuone katika Mika 3:8. Tusome hiyo Mika 3:8. Mika 3:8 anatuambia nini? Yes, Mika 3:8 inasema
bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa Roho ya Bwana, nimejaa hukumu na uweza, nimhubiri Yakobo kosa lake na Israeli dhambi yake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anakuwa chanzo cha ufunuo, chanzo cha kweli. Unaona katika Biblia anasema, lakini mimi nimejazwa nguvu kwa Roho wa Bwana na haki na uwezo, ili nimhubiri Yakobo kosa lake na Israeli dhambi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa akifunua kosa la Yakobo, kosa la Israeli. Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndio alikuwa akifunua yale yaliyofichika siri, yeye alikuwa anaweka wazi na kumwambia watumishi wake manabii, ili aweze kuambia Israeli, ili aweze kuambia Yakobo, ili kusudi tu wasiweze kutengwa na watukufu. Kwa sababu tunapokuwa tumetenda dhambi, anasema tunakuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Yesu asifiwe. Kazi ya Roho Mtakatifu katika makali ilikuwa hiyo. Lakini pia nguvu ya miujiza. Na wale tumeenda nguvu ya miujiza. Nguvu ya miujiza. Yeye ndio alikuwa ishara ya nguvu ya miujiza. Tukiona katika Samsoni, ukiangalia Gideoni, ukiangalia mfalme Daudi, zile nguvu walizozipata zile zote hazikutakana na nguvu zao wenyewe. Yale ambayo walikuwa wameshirikana kufanyika, sio kama kufanyika kwa nguvu zao, walifanya kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa chini yao. Tukiangalia katika ile Waamuzi 14 ndio mstari wa 6. Hebu tusome Waamuzi 14 na mstari wa 6. Waamuzi 14 na mstari wa 6. Waamuzi 14 na mstari wa 6. 14 na mstari wa 6. Waamuzi 14 na mstari wa 6. Roho ya Bwana ikamtilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwamba hapa Samsoni alipomdalua simba kama kwamba anamdalua mwanambuzi yule mtoto, sio mbuzi kabisa. Kale katoto kama mbuzi kama mwanambuzi. Kwa alidalua simba kama kwamba anamdalua kale katoto kama. Kwa hiyo zile Roho Mtakatifu akamjia Samsoni. Kwa Roho Mtakatifu ilikuwa anaingia katika ishara, tena matendo ya miujiza, yale ambayo isiyotaka katika akili na katika uwezo wao wa kibinadamu. Walifanya kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nao. Lakini Samueli wa kwanza mstari wa 16 na 13, Biblia inasema, ndipo Samueli akamtia Daudi mafuta katikati ya ndugu zake, na Roho wa Bwana akamjia Daudi tangu siku hiyo na kuendelea. Kwa tunaona Daudi baada ya kupaka mafuta, Roho wa Bwana alikuja juu yake. Anasema na Roho wa Bwana akakaa ndani yake tangu siku ile na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Alitoka tu siku ile alipotenda dhambi, lakini alipotubu Roho wa Mungu alirudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kale na kale Roho Mtakatifu alijidhihirisha akiachia miujiza. Tunaona Gideoni, ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 utaona na ishara na ajabu alizozifanya katika kundi dogo tu iliweza kushinda vita. Kwa hiyo Gideoni aliweza kushinda vita. Kwa hiyo sasa katika haya mambo yote Roho Mtakatifu ndio alikuwa anayafanya, akiwapa uwezo wa kutenda mambo yasiyowezekana kwa nguvu za binadamu. Ndio sasa katika Zekaria ile 4:6 anasema, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa Roho wasema Bwana. Kwa Roho Mtakatifu tukimpata anatenda mambo makubwa. Ishara na ajabu zitatendeka, si kwa sababu ya nguvu zetu. Nguvu zetu haziwezi kitu bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka tunamaliza kipindi hiki, tunaona kabisa katika Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa katika kazi kwa nguvu na uwai akileta